tunashukuru sana kwamba Simba imezidi kujipanga, Simba inaimarika. Steve Barker anatengeneza Simba ya asali, Simba ya peponi niite. Kusema Simba ya peponi wanielewe Kiswahili changu, ni Simba yenye raha. Sasa shabiki wa Simba hata kama ana TB anywe dawa. Unywi wewe furahi na tibu. Wewe ulikuwa hujajua nani chuki ni maradhi. Yanga wana chuki, wewe viangalie sasa hivi wewe shabiki wa Yanga hata umpake debe zima la mafuta angai. Wamepauka balaa. Wewe timu mpaka umfunge mdogo wako ndo mpate furaha. Yaani wanalazimisha pia furaha. Kati ya mtu na dadake uliangalia? Yule kocha maisha yake magumu. Yule kocha maisha yake magumu. Sababu kilichofanywa na yule golikipa wao Metacha Mnata, sijui wamuita Metacha Mnata, sijui jina baya. Metacha Mnata alikuwa anafanya kitu ambacho kiko ndani ya maagizo. Nani kaagiza mimi sijui. Hakuna duniani eti unapanga ukuta afu unakaa nyuma ya ukuta. Jambo la kwanza. Jambo la pili, yule mwenye miguu kama bata yule. Umenielewa vizuri nani mnamuita? Sio Alani Okelo. Unajua kweli mpira mdogo wangu, lakini sio kwa kufunga pale. Yaani mtu kakuwekea ukuta afu yeye mwenyewe kachungulia akajua hapa pako wazi afu akaja akasimamia hapa azuge. Ukuta huo unafunga kabisa upande wa huko. Kiasi cha kwamba katika engo wewe Cristiano Ronaldo hawezi kupitisha Okelo mguu ya bata bwana, unataka kudanganya. Umewekewa sehemu iko wazi. Yaani ulikuwa unaona kabisa uwazi. Hata mimi ambaye mpira nimeacha miaka 10 iliyopita pale na uwezo wa kupenyeza, na kama anabisha waeke. Yaani hawa Yanga wanaonisikia Wandala mbovu waeke, na mimi kama sikupitisha pale mpira pale nitatoa hata milioni 10. Sasa huyu kocha akaona huu puuzi. Uwezi kupanga ukuta wa namna hiyo, njoo hapa nje. Kuliko wanakosa gani jingine? Maana yake kocha analo jicho la mpira. Hakujua hata kocha tatizo sio yule. Hata mabeki waliopangwa nao walikuwa na matatizo. Wanaenda kuruhusu goli mbili nyingine za kipumbavu kabisa. Hasa kama goli la tatu kile kishuti alichopiga Alani Okelo. Kavuta na mguu wa kushoto, katoa mguu wa kushoto kaleta mguu wa kulia. Akabutua kishuti. Beki unaenda kukinga hivi, unakinga unauruhusu mpira upande. Nimekwambia mimi beki kaenda kukinga hivi, mpira umepanda ukampoteza golikipa ukaenda kule. Sasa wewe mwalimu wewe, tunakukumbusha ujui. Au dada mtu na dada yake usishughulike wewe, pambana mechi nyingine. Umenielewa vizuri? Au katika mechi moja waliwahi kuweka wachezaji 8 nje. Mechi inayofuata wanacheza na Simba full mkoko, wachezaji hawaumi wala hawana kitu chochote. Umenifahamu sijui? Akamuuliza Uchebe kapanga full kikosi. Wanafunga goli moja Zanzibar. Mungu usaidia anafunga Pakome. Uchebe kazi hana, mwalimu kazi huna, wewe mtu ametacha Mnata. Una kazi, yani saizi wanakujadili kama mnafiki wewe. Kwa nini uwaletee shida? Wewe mwalimu au mtu na dada yake waache. Sasa tunajua mechi za udugu zimeshaisha. Yanga sasa acheze mechi za kupambana hapo mbele. Hamna tena mechi ya udugu, ana Azam ana udugu naye. Azam wanyotakiwa tu asikipange kile kibeki kifupi kile kia Kaminko siku kinafiki tu. Wasimpata Imidimau mnafiki anawafungisha. Yaani kama mimi wananisikia hata ile Imidimau wasimpange. Kwa sababu Imidimau kama mechi iliyopita Zanzibar yeye na Kaminko wamejichoma mara mbili. Wakawa wanawapasia pasi Yanga na vigimbi vyake vigimbi hivyo akili una. Wewe umeenda hadi Misri unaita Yanga. Atosheke na gharama anaopewa. Wewe niwekee kipindi changu mimi hivi mimi mna mtu unamuogopa. Niwekee hivi kipindi Imidimau ni mnafiki na ana Uyanga. Akicheza na Yanga yule jamaa sio anakuwa kama sui. Wewe au midfield wa Yanga ni bora kweli? Mbona bora ukiwa na wewe tu? Mbona tuoni ubora na watu wengine? Sisi tunafahamu mpira. Na yule Akaminko wa shamba tu. Yaani kama Azam wanastuka kwanza wamalize wachezaji wao kuwapeleka Yanga. Alikuwa Mudathiri na tulimwimba. Mimi binafsi nilimwimba Mudathiri toka yuko Azam huyu Yanga. Nilimwimba yule mtoto kifupi fupi kile saizi kimezeka kikiingia atakupiga pasi akiwezi Shua boy yeye. Pasi anapiga kaa bata siku hizi hamna kitu. Mungu kashapeleka la mbona bwana. Kwa hiyo tumeangalia jana mpira wa mtu na ndugu yake. Tumemaliza hapa, hamna tena mechi za kinafiki. Ipo hata moja. Sasa hizo wanatakiwa wajipange shehe. Mimi nakueleza wanatakiwa wajipange. Mtu anaweza katema bungo. Yani mimi kutema bungo Yanga naamini mechi 2 katika mechi. Utakuja kuniona kama mganga anatema bungo. Mechi 2 katika mechi. Ndio maana hata walipokutana hao wakawa wanadanganyana pale kuhusiana na masuala yao ya uwanja sio na nini, wamemaliza kudanganyana. Alipopanda rais akasema kuna watu eti wanasema Yanga hawezi kuwa bingwa. Watu si wameangalia quality. Yanga bingwa. Unafikiri pale kwa lugha za sisi watu wa balagha. Tunajua maana hata kwa kununua tutanunua. Sasa tuambia mpati pia. Sababu kuna timu hazinunuliki. Nyinyi bado njaa kali mtanunua wao wauni wenzenu wao. Kwa mechi za kirafiki zimeisha, tulibaki
kwenda kucheza mechi za kimkakati, na tuna hakika tu anatema bungo kwenye mechi za kimkakati. Na sisi kilichobaki tumebakisha na huyu Dodoma Jiji dada yao kesho, na ni mdogo wao wa hiari, cha mwisho kicha kike. Tumebakisha na nani? Singida. Singida tunaenda kumbongolea pale pale KMC. Singida tunakutana naye wapi kwani huku kule? Asa kama KMC anakufuata 25 ni kama basketball. Kisasi ninalipa kwake. Wewe nisikilize mimi bwana sidanganyi. Nikikwambia neno wewe lishike hivyo anakufuata 25 kama basketball. Kwa hiyo bwana mimi nikwambia Abdalla ilipofika sisi tunashukuru sana kwamba Simba imezidi kujipanga. Simba inaimarika. Steve Barker anatengeneza Simba ya asali, Simba ya peponi niite. Kusema Simba ya peponi wanielewe Kiswahili changu, ni Simba yenye raha. Sasa shabiki wa Simba hata kama anatibia anywe dawa. Unywi wewe furahi na tibu. Wewe ulikuwa hujajua nani chuki ni maradhi. Yanga wana chuki, wewe viangalie sasa hivi wewe shabiki wa Yanga hata umpake debe zima la mafuta angai. Wamepauka balaa. Wewe timu mpaka umfunge mdogo wako ndo mpate furaha. Yaani wanalazimisha pia furaha. Shabiki wa Simba wana nuru, wana raha. Arsenal katangulia timu yangu kubwa, hata Simba kutoa na Mungu kama atapenda. Tutatoa vikombe vyote viwili, Federation na Premier League. Bilioni 1.8 wachezaji wanaitaka wakagawane. Sasa kama kuna anayeongeza mke poa, naruhusiwa Simba. Mazoezi hapo ya kutosha, atakayeongeza gari sawa. Kimpango huko hivyo. Tumeandaa timu ya kiushindani na tuna hakika kubeba ubingwa. Na mimi nikushukuru sana sasa. Kama kuna la kumalizia. La kumalizia mashabiki tu. Au nitarudia mara 10. Mashabiki wafanye kazi hizi mbili. Kwanza wanapofika kwenye maduka wahakikishe kabla hujanunua kibiriti uliza tunacho. Kibiriti cha Mohamed Enterprise. Wewe uliza una kibiriti cha nunua. Sisemi wasinunue vingine, akiuliza kwanza. Una nini energy ya Mohamed Enterprise? Una kola yani kwanza zungumzia Mohamed. Sababu ukizungumzia Mohamed tayari umezungumzia Simba Sports Club. Mohamed akineemeka Simba naye inafanyaje? Mimi furaha yangu kuona Simba imeneemeka, ila anayeneemesha Simba naye apate neema. Hilo jambo la kwanza. Kila pili, tufike sana uwanjani na tusupport club. Tusirudi kwenye nyimbo zile za kuimbishwa Mangungu sijui afai. Wewe mwambie Mangungu wetu. Ni bakini na wenu huyo ambaye anadaiwa kila siku FIFA timu inatiwa bani. So umenielewa? Yaani ukiambiwa Mangungu afai mwambie Mangungu wa Simba bakini na huyo wenu huyo ambaye mnamuita kuwa bora kila siku timu inafanyaje? Uwanja sio kuanza kutengenezwa kesho kutoka Skoroka. Hamna hata kijiko, sio kijiko machepe, hamna. Mchezo uwanja. Bana nikushukuru bana. Asante sana bana.